Shabakaya manda rika babusanda ya makori basika rika ya baba sanda ramakori bashika baba 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 baba. Tunakuita Mungu uliye hai asubuhi ya leo. Tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita baba yetu, tunakuita Yesu Kristo. Anza kumuita Bwana, anza kumuita Bwana asubuhi ya leo. Mwambie Baba, ninakuita baba yangu. Nakuita Mungu msaada, nakuita Mungu msaidizi, nakuita Mungu wa msaada, nakuita Mungu wa kunibeba, nakuita Mungu wa kunisaidia, nakuita Mungu wa kunijibu, nakuita Baba, nakuita Baba, nakuita Baba. Muite kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alipokuta pale Lazaro amekufa pale kaburini yapata siku 4, aliinua mikono yake juu akasema, Baba ninakushukuru. Akamuita Baba, akamuita Baba, akamuita Baba. Nasi asubuhi ya leo tunakuita. Akamuita Baba kwa ajili ya kumfufua Lazaro. Na wewe inua mikono yako, anza kumuita Baba. Mwambie Baba, ninakuita. Mahali ninakopita ninakuita. Ninakuita jemedali, nakuita kamanda, nakuita mfalme, nakuita asubuhi ya leo. Rika baba shataraba kote yandaramando kote kashika. Mwite Mungu kama msaada, mwite Baba kama msaada, mwite Baba kama msaada. Raka baka ya baba. Tunakuita Baba, msaada wetu wa kutusaidia, msaada wetu wa kutusaidia wakati wa mateso, wakati wa vita. Tunakuita kamanda, tunakuita jemedari, tunakuita mfalme wa falme, tunakuita Baba, yani Aba resekere ya Baba. Shababa kori masanda ya baba kori ya masinda rika yatu okoya manda rika yata satata rababa kori bashaka. Mwite Baba, mwite Baba, mwite Baba. Mwambie Baba, nakuita msaidizi wangu, nakuita Baba, nakuita Baba. Wewe ndio wa kunisaidia, wewe ndio wa kunisaidia. Sina Mungu mwingine, ni wewe. Sina Mungu mwingine, ni wewe. Wewe ndio kiongozi wangu, wewe ndio baba yangu, wewe ndio mtawala wangu. Nakuita Bwana Yesu, nakuita katikati ya taabu, nakuita katikati ya mateso, nakuita katikati ya shida, nakuita katikati ya ubaya, nakuita Baba. Shabakata ramando sakaraba koshaka ya baba koya manda koribasika. Mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu, mwite Yesu akae kazini, mwite Yesu akae kwenye kazi ya mikono, mwite Yesu akae kwenye hatima, mwite Yesu akae kwenye neema yako, mwite Yesu akae kwenye position yako. Makoriba setereko yamanda abaka yabako yabansa kanta rekayantara bakoria resakayando roshaka. Nakuita kwenye huduma yangu, nakuita kwenye kazi yangu, nakuita kwenye uchumi wangu, nakuita asubuhi ya leo. Nakuita Baba, nakuita Baba msaidizi, nakuita Baba wa kunibeba, nakuita Baba wa kunishika mkono, nakuita Baba wa kunitunza, nakuita Baba resata rabakosha. Baba nakuita. Bartimayo aliposikia unapita, alianza kukuita, akapaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Akasema, Yesu mwana wa Daudi, naomba unirehemu. Akakuita Baba. Nami nakuita kama Lazaro, nami nakuita kama Bartimayo. Rika ya nurusa tatata makoiba kaya Baba. Mwite Bwana, mwite Bwana. Ni wapi pagumu unahitaji kumuita? Ni wapi ambako hapawezekani unahitaji kumuita? Ni wapi pamekuwa pagumu unahitaji kumuita? Mwambie Baba, through my situation, hapa kwenye hali ninayopita, hiyo hali ninayopita, na kuita wewe ndio kunisaidia, na kuita wewe Yesu ndio kunishika mkono. Baba nishike mkono, Yesu nishike mkono, Yesu nishike mkono, Yesu nishike mkono. Mandorosha kababa mandari ya basata raka ya
ya baba, nakuita Bwana, nakuita unibebe, nakuita Yesu nibebe, nakuita Yesu nitunze, nakuita Yesu nishike mkono, nakuita Yesu. Obo shaka baba, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi, peke yangu siwezi. Makoya manduru satatata ya baba. Oh, ninajua uwezi muite Bwana, ninajua uwezi muite Yesu, ninajua uwezi muite jemedali, ninajua uwezi muite kamanda, ninajua uwezi muite Bwana. Makoya baba siwezi, baba siwezi, na kuita Amakaya baba rabakuya basata baba siwezi, na kuita siwezi peke yangu, siwezi peke yangu, siwezi peke yangu baba siwezi, baba siwezi, baba siwezi, na kuita Yesu siwezi. Asubuhi ya leo nakili siwezi Bwana, na kuita msaada wangu, na kuita baba nibebe, na kuita baba nishike mkono, na kuita baba ninyanyue, nitoe hapa nilipokwama. Marika wakori bashaka. Sijajua umekwama wapi, sijajua umekwama wapi, na ndani yako nasikia kabisa sauti ya kwamba nimekwama, na muita Yesu. Ndani yako nasikia sauti kabisa kwamba umekwama mahali, umekwama mahali unahitaji kumuita Yesu. Inawezekana wewe tatizo hilo limekuwa kubwa. Ndio nataka nikwambie hivi, hilo tatizo bado sio kubwa. Hebu share pamoja na mimi kwa njia ya WhatsApp kwenye namba hiyo kwenye screen ya 0679645759. Oh, niambie pale ambapo unasikia umekwama, pale ambapo unasikia uwezi, pale ambapo unasikia ni pamekuwa pagumu, pale ambapo unasikia pamekushinda. Anza kumuita Bwana, anza kumuita Bwana. Ramako ribasika ya baba korimasika. Biblia inasema Ana alikuwa akiomba, akiendelea kwenda Shilo wakati ana uzazi, wakati mambo yake yamekuwa magumu, aliendelea kumuita Bwana. Lakini akwenda Shilo tu hivi. Biblia inasema akawa anapanda na sadaka mwaka kwa mwaka, anasimama na sadaka, anaenda na sadaka mwaka kwa mwaka. Anasema Baba, iko siku moja utanisikia. Mungu siku moja akamsikia Ana akiwa pale katika Shilo, akiwa amebeba ile dhabihu. Wakati wa jioni Mungu akamtokea, akamwambia, sikiliza, ninakupa mtoto. Nataka nikwambie hivi, sadaka yako ya asubuhi, sadaka yako asubuhi Mungu ameikumbuka, Mungu ameikumbuka, Mungu ameikumbuka. Hiyo sadaka ya asubuhi itamfanya Mungu akukumbuke. Hii sadaka ya asubuhi itamfanya Mungu akumbuke. Haijalishi umechoka kwa namna gani. Ana alichoka, lakini sadaka ile aliyoenda nayo Shilo ndio ilibadilisha maisha yake. Na mimi nina habari njema asubuhi ya leo, nikitaka mtu mmoja achukue sadaka ya kwenda Shilo, umwambie Baba, naomba unikumbuke kwa sadaka hii. Mungu atakukumbuka kama alivyomkumbuka Ana. Weka sadaka yako kupitia namba ya Vodacom, hata kama uko nje ya nchi, hata kama uko ndani ya nchi. Chukua hiyo sadaka, iweke kwenye namba hii ya Vodacom ya 0756934903. Hata ukiwa wapi, sadaka yako itafika na Mungu atakukumbuka. Na ukimaliza kutuma sadaka, niambie mtu wa Mungu, ninaomba Mungu anikumbuke. Tuma kwa WhatsApp, mwambie mtu wa Mungu, naomba Mungu anikumbuke. Hapa ninakopita sio mahali padogo, hapo unapopita ni mahali pakubwa. Rebo sakaramanda saka. Muite Bwana, muite Bwana kupitia sadaka hiyo. Kuna kitu Mungu anakwenda kufanya, lakini nasikia sauti Mungu ananiambia, Mungu hawezi kukumbuka peke yako. Lazima uchukue ujumbe huu, peleka kwa ndugu yako, msaidie. Kuna jamaa yako mmoja, ukichukua klipu hii ukampatia naye akaomba maombi haya, atakuja kukushukuru. Atasema, ndugu yangu, nakushukuru kwa sababu najua ile klipu ulionitumia ilinisaidia. Na ndivyo Mungu anafanya. Kumbuka umefanya kazi ya Mungu, kumbuka umetumika, kumbuka umewapelekea watu ujumbe. Copy link, share, peleka kwa jumbe, peleka kwa status, pelekea rafiki yako, pelekea jamaa yako. Utashangaa umemfungua. Mandoro shakarabasika. Neema ya Mungu ni kubwa sana, na utukufu wa Mungu ni wa ajabu. Yesu Kristo anadhihirisha utukufu wake, anadhihirisha utukufu wake, anadhihirisha utukufu wake. Mungu anatupa kitu kizito ambacho tunataka tukizungumza asubuhi ya leo. Ni juu ya Zaburi ya kukumbukwa. Na Yesu ni mwaminifu, ametupa tena kibali kikubwa hiki. Natamani tusome andiko hili
kwenye ile Zaburi ya 115 kuanzia ule mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 13. Biblia inasema ya kwamba Zaburi ya 115 kuanzia ule mstari wa 10, Biblia inasema, enyi mlango wa Aluni, mtumaini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Mstari wa 11 anasema, enyi wamchao Bwana, mtumaini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Na anasema mstari wa 12 anasema, Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Ataubariki mlango wa Israeli na ataubariki mlango wa Haruni. Atawabariki wamchao Bwana, wadogo kwa wakubwa. Sasa unaweza kuona anasema enyi wamchao Bwana. Anasema enyi wamchao Bwana. Unaona? Enyi wamchao Bwana. Enyi wamchao Bwana, mtumaini Bwana, yeye ni msaada wao na ngao yao. Unaona? Na anasema enyi wamchao Bwana, nyinyi ambao mnamcha Kristo, nyinyi ambao mnamcha Bwana, nyinyi ambao mnamcha Bwana. Yini wewe ambaye umemgoja Mungu kwa muda mrefu, wewe ambaye umemsubiri Mungu kwa muda mrefu, wewe ambaye uko tayari kuona Mungu akithibitika, wewe ambaye umemgoja Mungu kwa miaka mingi, wewe ambaye umemgoja Mungu kwa miaka mingi. Naongea na watu ambao wamemgoja Mungu kwa muda mrefu. Inawezekana umeomba sana kwa muda mrefu, inawezekana kabisa umemuomba Mungu afanye jambo fulani kwa muda fulani, na wakati mwingine unahisi kama umekata tamaa. Habari njema ya asubuhi ya leo ni kwamba Bwana amekukumbuka. Bwana amekukumbuka. Kuna wakati ninakwambia, endelea kuomba. Kama ni muombaji, endelea kuomba. Hata kama unaona mambo hayaendi, hata kama unaona vitu vimekuwa ni vizito, wewe endelea. Hata kama unaona mambo yako yamesimama, wewe endelea. Shetani ana kawaida ya kukatisha tamaa. Shetani ana kawaida ya kukurudisha nyuma. Shetani ana kawaida ya kukublock. Wewe usikubali, endelea. Endelea. Hata kama unaona kuna ugumu, wewe endelea. Kuna neema itatokea. Na kuna upako maalum. Huu ni upako wa kukumbukwa. Kuna kitu nataka nizungumze, kitu kizito sana. Biblia inaeleza kabisa ya kwamba Ana alikuwa naomba muda mrefu sana, na kuomba kwa Ana ilifika mahali Ana mwenyewe akachoka, lakini Ana aliendelea, wala hakunyamaza. Aliendelea kumuita Mungu, hakunyamaza. Aliendelea kuita Mungu, hakunyamaza. Aliendelea kuita Mungu, hakunyamaza. Hatimaye tunaona Mungu akamkumbuka Ana. Sasa kwenye Zaburi hii Daudi anasema hivi, anasema Bwana ametukumbuka naye atatubariki sisi. Glory to Jesus. Sasa Mungu akikukumbuka, kuna matokeo. Unabarikiwa. Historia inabadilika. Maisha yako yanabadilika. Vitu vyako vinabadilika. Mungu akikukumbuka. Yani Mungu akikukumbuka, kuna vitu utaona vinaachiliwa. Mungu akikukumbuka, utaanza kuona mambo mazuri yanaanza kuachiliwa. Mungu akikukumbuka, utashangaa zile hatari zote zilizokuwa unapitia, unashangaa zimeisha. Mungu akikukumbuka, kuna vitu ambavyo vimeshindikana kabisa katika ulimwengu wa roho, unashangaa vitu vile vifunguka. Ni vile Mungu anapokukumbuka. Ni maombi yangu, wewe usiolewa, Baba akukumbuke, akupe ndoa. Wewe usiyezaa, Mungu akukumbuke, akupe mtoto. Wewe unayeumwa, Mungu akukumbuke, akufungue. Wewe ambaye umepitia kwenye changamoto nzito za magonjwa, za madeni, za kukataliwa, Baba akukumbuke, akutoe kwenye hicho kifungo. Anasema Baba ametukumbuka naye atatubariki sisi. Kuna mtu mmoja asubuhi ya leo anatamani kuona Baba akimkumbuka. Ninakumbuka habari za Hana. Hana alichukua sadaka, akawa anaenda moja kwa moja Shilo, anaenda kutoa sadaka. Anaenda moja kwa moja Shilo, anaenda kutoa sadaka. Hakuacha kutoa sadaka, lakini Biblia inasema Mungu alisimama akamkumbuka. Nami natangaza katika jina la Yesu, Baba asimame na akukumbuke katika jina la Yesu Kristo.
kuna mtu sahihi ndani ya mkono wako unasikia kabisa unahitaji kumtolea Mungu sadaka. Chukua sadaka yako nzuri, sadaka ya kukumbuka. Mwambie Baba, naomba unikumbuke. Sadaka hiyo itabadilisha maisha yako. Na saa hii wakati niko na wewe asubuhi ya leo, nataka ukamate hiyo sadaka na twende kuomba mbele za Bwana, na unifatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa neno lako. Ninasimama kama mtumishi wako Baba, nikikushukuru kwa neema na baraka ambayo Baba umenipatia. Asante Yesu kwa sababu umekiona kilio changu, umeona ndoto zangu, umeona ninavyoshindwa, umeona nilivyokataliwa, umeona maisha yangu yalivyo mabaya. Yesu Kristo mwana wa Daudi, ninakuita sahihi, Mungu wa ukumbuko. Ninaomba Yesu nikumbuke katika jina la Yesu Kristo. Baba, nikumbuke kwenye hatima yangu, nikumbuke kwenye kazi ya mikono yangu, nikumbuke kwenye biashara zangu, nikumbuke kwenye hatima yangu katika jina Yesu. Kumbuka uzao wangu katika jina Yesu. Rika mandorosaka. Anza kuomba sahihi, nami ninakuombea asubuhi ya leo katika jina Yesu, na kuunganisha na neema ya kukumbuka, na kuunganisha na upako wa kukumbuka, na kuunganisha na neema ya kukumbuka katika jina Yesu. Baba kukumbuke. Rika baba sata ramando rusaka rika bakuria kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema, neema ya kukumbuka, pako kukumbuka. Baba kukumbuke kwa jina la Yesu. Akumbuke kizao chake, akumbuke watoto wako, akumbuke uzao wako, akumbuke hatima yako, akumbuke vitu vyako, akumbuke neema yako. Risandara kuria rabakashatara resakandara makuria risakandara bakuria kwa jina la Yesu Kristo. Rimanduru kuria rakabako shatata makarinda seke kwa jina la Yesu Kristo. Baba kukumbuke, Yesu akukumbuke, Baba akukumbuke katika jina Yesu. Rimanduru sakatata katika jina la Yesu Kristo. Baba kukumbuke, uongezeke na uinuliwe, upige hatua na upande viwango katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Naomba uchukue sadaka hiyo, panda kwenye namba ya Vodacom ya 0756 938 na ukimaliza kupanda sadaka hiyo nitumie kwa njia ya message hiyo. Tuma kwa njia tuma kwa njia ya WhatsApp, namba ya WhatsApp iliyoko pale. Niambie hicho maombi yako ambayo nataka Bwana kukumbuke, na tutasimama na wewe kwenye maombi makubwa kwenye group letu la maombi, na mkono wa Mungu utauona ukitenda kazi. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema yenye baraka. Nikukaribisha sana katika mlango wa ukombozi hapa Gairo, Morogoro nchini Tanzania, ambako mamia kwa maelfu ya watu yanakutana na Yesu Kristo mtenda miujiza. Shalom, shalom, shalom.